Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya kuwasilisha ni salamu za Afande IGP. Hizi tunaziwasilisha kila sehemu. Afande anasalimu, lakini pia anatoa pongezi kwa namna ambavyo tunaendelea kufanya kazi. Kuna kazi inafanyika hata kama kuna changamoto, lakini bado kuna watu wako kazini wanafanya kazi, na kazi hiyo ndio inayopongezwa. Kwa hiyo na mimi naomba nifikishe hizo salamu na mzipokee hizo salamu. Lakini pongezi pia ni ule ushwari ambao tunauona kwenye mkoa. Maana yake kuna jitihada, kuna watu ambao wanapambana mpaka tunapata huo ushwari. Naeleka, lakini tunataka mtoke ofisini, hasa je viongozi wa wilaya na mikoa, mtoke ofisini. Polisi jamii wa wilaya wa mkoa kazi yako ni kuzunguka kumkagua au wilaya zako zinakwendaje, polisi kata wanafanyaje. Polisi kata wa wilaya, polisi jamii wa wilaya tunamtarajia leo kata hii, kesho kata ile mpaka azimalize. Kama ziko 8 anazimaliza zote, leo huku na unawasikiliza watu. Na watu wanaenda kuwasikiliza ni watu wa chini. Usichague tu watu wenye uwezo kuwasikiliza, wala hawana shida. Shida ni watu wa chini ndio wanapata huduma mbovu wapi? Kwenye maeneo yetu ndio wanakabiliwa na matukio ya uhalifu. Kwa hiyo tukiwasikiliza wale, unaona inajenga imani zaidi yani. Kwa hiyo tunataka tuone vikundi vya ulinzi shirikishi vinauishwa, vinakuepo. Maana vingi ni vya mfukoni tu. Tunajua vina changamoto kwenye kuviunda. Changamoto za kisiasa, changamoto za uwezeshaji na nini. Hivyo watu wanagoma, lakini ni kazi yetu. Hii ni kazi ya kudumu ya polisi jamii, ni kazi ya kudumu. Kwa hiyo sio kwamba eti leo nimefanikiwa leo basi imeishia pale. Hizo changamoto ni sehemu ya majukumu yako. Yaani miongoni mwa vitu vikakupa hiyo nafasi, vikakupa hicho cheo, ni kuhangaika na hizo changamoto. Unafanyaje mpaka uweze kufanya kuwashawishi wale watu wakubali. Kazi yetu ni ya ushawishi, sio ya maguvu, sio swala ya kutumia sheria sana kwamba lazima watafanya. Maana sehemu nyingine ukienda unakuambia afande, sasa hatuna sheria ndogo. Kuna sehemu sheria zipo, watu wanasema usiibe, watu wanafanya nini? Wanaiba. Lakini kuwafahamisha watu habari ya ulinzi jirani, kufahamiana, madaftari ya wakazi, wenye vitu wa vitongoji, ni lazima wajue watu wao, nani mhalifu kwenye maeneo yao pale. Lazima wayajue. Na ulinzi jirani pamoja na kuwashauri zile njia mbadala za kujilinda. Katiba yenyewe inaeleza watu wajilinde. Sasa ni mbinu za kujilinda ni zipi ambazo unaweza kushauri? Ni baada ya kufanya tathmini au utafiti kwenye eneo lako kuona matishio yaliyopo ni yapi? Au unavyoanza kuona influx ya magari yanakuwa ni mengi. Unaona hapa lazima uanze kusense. Hapa lazima kutakuwa na ajali zitakuwepo nyingi. Unaona watoto, kuna shule karibu na barabara. Pale lazima usense kama kuna shule karibu na barabara, iko siku tutapata matukio ya watoto kugongwa na magari. Na yakizidi haya watu wataandamana, watafunga watafunga barabara. Wakifunga barabara, wewe utabidi uanze kufungua barabara kwa nguvu. Ukifungua barabara kwa nguvu unatengeneza uhasama. Kwa hiyo dawa hapa ni nini? Tuzuie matukio ya ajali. Tunazuiaje? Wakati DTO anaendelea na operation zake huko usalama barabarani, sisi tunakwenda kutoa elimu kwa watoto namna gani ya kuvuka ya kuvuka barabara, kwa sababu umetafiti ukaona hii barabara hii kwangu ni hatarishi. Sasa haya mashirikiano nayozungumza yana vitu vidogo. Misiba inatokea, ni lazima twende kwenye misiba. Misiba imetokea kwenye kata pale, lazima tushiriki. Nenda na uniform yako kashiriki kwenye msiba. Kuna sherehe, kuna harusi, kuna matambiko, kuna nini. Zile shughuli zote za kijamii ambazo zinawakutanisha watu na zinawaweka pamoja watu, ni lazima uende ukafanya ukashiriki nao muweze kufanya hayo mambo. Sasa usipoenda kwenye misiba afu unataka kusikilize, itakuwa ni issue. Lakini wakiona wewe unashiriki kwenye msiba, unabeba jeneza, lakini unachimba kaburi, unatupia udongo na wewe, na wakati mwingine kwa level zenu za vijijini kule unaomba nafasi ya kutoa salamu za za rambirambi. Kwa niaba ya afande RPC, wengine RPC wamjui, yani RPC. Wewe sasa ndio unajipa nafasi, RPC amenituma, si ndio? Nije nilete salamu za za rambirambi. Lakini si kuna kitu ambacho tunataka kukivuna pale, ile trust, kuaminiwa, si ndio? Kupunguza malalamiko ya jeshi la polisi, ndicho tunachokitafuta. Kwa sababu hali ya nyuma hapo unaona imechafua hali ya yana wengi wanatuchukia sisi, lakini sisi tunashukuru baadhi ya viongozi. Kwa msikia kiongozi mmoja wa chama anasema msiwachukie watu wa usalama, watu wa polisi msiwachukie. Nidhamu na maadili. Hiyo ndio ukitoka tu akikutuma kazi au ukimjulisha kuhusiana na sehemu nako kwenda na kwambia nenda kazungumza habari ya nidhamu. Mengine najua yatafanyika kwa sababu ya nidhamu.
Kwa hiyo nidhamu na maadili afande anayasisitiza sana, na kimsingi na sisi kama maofisa na wengine wakaguzi, lakini tunao askari, tunao wajibu wa kuwa na nidhamu ya kutosha. Lakini na sisi ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.